race on my life, and I'm gonna reach to my home. I'm in the race, moving on to you, Father. No more turning back. I'm in the race to my destiny. Wasikilizaji wangu na wapendwa katika Bwana, karibuni sana kwa siku ya leo. Ni siku nyingine ambayo Bwana ametupea na mawazo yake ni mema juu ya maisha yetu. Kwa hivyo ninashukuru Bwana. Ningetaka tuombe ili tukapate kuendelea na ibada ama neno la siku ya leo, na ili tusikie Mungu wetu ako na nini juu yetu, atatunenea nini. Tuombe. Jehova Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, wewe uliye Bwana katika mabwana, na wewe ni Mungu juu ya miungu yote, wewe ni mfalme juu ya wafalme wote. Hakuna Mungu mwingine juu mbinguni, hakuna mwingine duniani, ni wewe watosha. Tunanyenyekea sana mbele zako, tukijua ya kwamba wewe ni mtakatifu na unatuambia lazima tuwe watakatifu, maana sisi ni watoto wako. Asubuhi ya leo tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu mno, tukiomba Baba yetu, usije ukatuhesabia makosa yetu, ni kwa sababu kama ungeyatazama ungetumaliza. Lakini kwa sababu ya rehema na neema yako, naomba ukatunenee. Neno lako hebu liwe mkate kwetu, liwe maji ya uzima, liwe upanga wa vita, na likapate kuwa nuru yetu, likatumulikie popote tuendapo. Na katika safari ya maisha yetu tunaomba kumulikiwa na neno lako. Bwana, nena nasi. Tuko tayari kulipokea neno lako, na tuko tayari kufundishwa na neno lako, na tuko tayari kuelekezwa na neno lako. Na ni kwa Yesu Kristo naomba na hata na kuamini. Amina. Amina. Wapendwa katika Bwana, siku ya leo ni siku ambayo Bwana angetaka anene nasi, na leo nitaongea juu ya kukimbia mbio. Na hii mbio sio kukimbia tu. Hatukimbii ili tumalize tu kukimbia, lakini tunakimbia tukizingatia masharti yale yamewekwa, regulations and rules zile ambazo zimewekwa kwa sababu ya yeyote ambaye amejitolea na amejitoa ya kwamba atakimbia. Na kwa hivyo ni vyema tutaongea juu ya running and finishing the race well. Kwa hivyo kuna kukimbia ambaye tunakimbia, kuna kukimbia tunaweza kimbia, lakini hata kama tutamalizia tunakuwa disqualified. Paulo alisema ya kwamba, ndugu zangu mniombee ili nisiwe ya kwamba baada ya kulihubiri hili neno mimi nitakuwa disqualified. Yani hauhesabiwi chochote, unahesabiwa kama mtu ambaye ameshindwa. Umehesabiwa mtu kama mtu ambaye hawezi kupewa crown yoyote, taji hamna, licha na kwamba ulikimbia. Lakini nataka niongee juu ya kukimbia, na sio kukimbia tu. Hatukimbii tujione na ile ingine ya kwamba tumemaliza. Hapana, ni kukimbia mbio ya imani, na tukimbia kwa njia ambayo inafaa. Na mwisho wa mambo yote tuzingatie tumeambiwa nini, tumeelekezwa namna gani. Katika kitabu cha Ecclesiastes chapter 9 verse 11, kitabu cha Mhubiri mlango wa 9 na mstari wake wa 11, Biblia inaongea juu ya huyu mhubiri ambaye alikuwa na hekima sana ya mambo, na alisema mambo haya: I have seen something else under the sun. The race is not to the swift. Mbio si kwa wale wako na mbio sana, si kwa wale ni wepesi wa kukimbia. Hapana. Na kama ni hivyo, ni vyema kujiuliza, Mungu anataka nini?
Anataka tu tukimbie ndio sasa tufike, ama anataka tukimbie tukiwa tunatumia akili, tukisikiza sauti yake ndani ya roho zetu? Katika 2 Timothy mlango wa 2 mstari wa 5, Paulo aliongea mambo haya na akashauri huyu kijana ambaye alikuwa anaitwa Timothy, na akasema maneno haya, mlango wa 2 mstari wa 5 katika 2 Timothy, akasema, similarly, if one competes as an athlete, he does not receive the victor's crown unless he competes according to the rules. Hii ni Biblia ya NIV, imeandikwa hivyo. Kwa hivyo mkimbiaji yeyote na amejitoa kukimbia, Biblia inasema ya kwamba hawezi, there is no way he can receive a crown of the victor unless ameangaliwa, amefuata laini vizuri, amekimbia vile kuna stahili. Sio ya kwamba anaenda zigzag, anatoka laini yake anaingia kwa mwingine, anatoka hapo anapitia kwa uwanja katikati. Hapana, Mungu anataka tukimbie katika hali ya utaratibu, na tunakimbia bio ya imani. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo wapendwa katika Bwana, ningetaka kuongea maneno kadha wa kadha katika Biblia ambayo itatutia akili, itatupatia ufahamu jinsi ya kukimbia. Na katika 2 Timothy mlango wa 4 mstari wa 7 kuna maneno Paulo aliongea baada ya kuangalia ya kwamba wakati wake umefika, ni kana kwamba ameona kama mahali imewekwa. Unajua ya kwamba kukimbia sio kukimbia tu, umepimiwa na kumewekwa kama mahali. Ukifika kwa ile kama, ukiiguza, hapo ndipo watu wanashangilia na wanasema wewe ni mshindi. Wale ambao wanakimbia, mtu ndio alikuwa na mbio sana, amekimbia, akiwa amebakiza some meters, anajiagusha mahali pale, hawezi kuitwa mshindi. Hakuna mtu ambaye anaweza kuhesabiwa kabla hajafika mahali ambapo kuna the goal. Goal yetu ni iko wapi? Lakini kuna neno kwanza Paulo aliongea in 2 Timothy chapter 4 and verse 7. Aliongea na akasema maneno haya, I have fought the good fight. Kwa hiyo kupigana sio kutupa gumi ili watu waone vile uko na nguvu, uko na misuli. Hapana, Paulo alisema ya kwamba mimi nimepigana vita vizuri. Hapo akasema I have finished the race. Mimi sasa nimemalizia, nimefika mwisho wa safari yangu, nimefika mwisho wa mbio yangu, nimekimbia na imani, nimekamata imani, na kwa hivyo ninakimbia nikielekea mahala ambapo nimeelekezwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Na akasema ya kwamba I have kept the faith, nimeiweka imani. Wapendwa, tunapokimbia katika hii mbio, watu wengi sana tumeacha imani. Watu tunakimbia kulingana na mafikira zetu. Watu tunakimbia kulingana na jinsi tulivyo, yani vile watu wako na mali, vile watu wako na masomo, vile watu wako na makanisa makubwa, vile watu wako wengi ndani ya makanisa. Lakini hebu nikuulize, licha na kwamba ndio tuko wengi katika kanisa kama hili la Joy Center, tunaweza kuwa wengi, lakini ni wangapi wanakimbia mbio ile Mungu anasema ya kwamba huyu amefuata vile sheria inasema? Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo hatukimbii tu tukimbie. Hatuko kanisani kuitwa tu wa Kristo. Kuwa Mkristo ni kuwa na Yesu ndani yako. Kuwa Mkristo ni kufanya vile baba yako anakuambia, na baba yetu ni Mungu.
Kuwa Mkristo ni kuzingatia neno la imani linakuambia namna gani, neno la imani linakuongeleza namna gani. Jina la Bwana lipewe sifa. Katika mbio yeyote kuna sheria, kuna mambo ya kufuatiliwa, kuna mikataba iko mahali pale. Na katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 9 na mstari wake wa 24 na 26, Biblia inazungumza hivi: Do you not know that those who run in a race all run, watu wote wanakimbia, but one receives the prize? Ndio tunakimbia. Hoja yetu ni gani? Matamanio yetu ni gani? Ni kufika mahali Kristo alipo. Na Paulo akasema ya kwamba run in such a way that you may obtain it, and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore, I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air. Jina la Bwana litukuzwe. Wapendwa wenye kukimbia, kuna mavazi ya kukimbia. Na Biblia inatuambia katika kitabu cha Revelation ya kwamba ni vyema uangalie vazi lako la utakatifu, vazi lako la haki, vazi lako lisije likararuka ama likachafuka ama likaibiwa na mtu mwingine. Na kwa hivyo lazima tuvae mavazi ya kutuwezesha kukimbia. Na masharti yale ambayo tumewekewa ni kwamba kuna mambo ya kuacha na kuna mambo yale tunastahili kukimbia nayo. Biblia inazungumza na inatuambia ya kwamba mwenye kukimbia kuna yale mambo anayaacha na kuna yale mambo anakimbia nayo. Lazima uwezi kuchukua kiatu ile ya askari, ile watu wengine wanaitanga kafuja, halafu unaanza kusema tu utakimbia. Na hapana, utashindwa tu. Uwezi kuvaa gumboot na uanze kusema ya kwamba you are competing. No, watu watakushinda, hautaweza kumalizia. Hauwezi kuvaa jeans halafu unasema ya kwamba unakimbia. Hauwezi kujifunga kabuti na useme ya kwamba mimi mkiniona hapa nitakimbia. Hapana. Namba ingine ambaye ningetaka kuiongelea ni kujiamini. Yaani unakuwa na kiburi ya kwamba mimi hata kama nitaweka mikono yangu kwa mfuko nitakuwa mshindi. Hapana. Bio haina mzaha kama unataka kuwa mshindi. Kijana, kulikuwa na msichana mmoja mrembo sana, na baba yake akasema huyu msichana wangu nitamwangalia vizuri. Na alikuwa mkimbiaji sana, alikuwa mwenye bio sana, na hakuna mtu angemshinda. Na akaita vijana wengi na akawaambia, yule kijana atakayeshinda huyu binti yangu bio, huyo ndiye atakayemchukua, huyo ndiye atakayemuoa. Na vijana wengi sana walijitokeza na walishindwa, na kwa hivyo nafasi zao zikaondoka. Lakini kijana mwingine ambaye sura yake si nzuri, si ya kuvutia sana, kijana ambaye hapendeki vile, akasema ya kwamba nitashindana naye. Na watu walimchekelea, na alienda akanunua hii mpira, hii inaitwa tennis, ile watoto yani wanachezaga. Na unajua wasichana wanapenda vitu ambavyo ni maridadi. Alienda akanunua tumpira namna hiyo, yani tutatu, na akaja nacho na ametubeba tu, amekuja tu nacho. Lakini wakati wa bio, yule msichana akaenda bio kuliko kijana. Na kijana kumbe naye ako na akili ya kwamba huyu msichana
nitamshinda. Wakati alipiga kona ya kwanza, kijana akaona nitaachwa, akatupa kampira kakaenda mbele ya msichana akaona kakitu ambaye ni very brief, yani ni maridadi sana, akasema ya kwamba mimi nakuaga nabii, kwa hivyo nitaenda nikachukue na kisha baadaye nitapita huyu kijana. Na hivyo ndivyo alifanya. Na kijana akaja akamwafuatia wakati alikuwa naenda kuchukua mpira, lakini alipofika pale mbele kidogo, msichana akaja tena akampita. Na kile kilitokea ni kwamba kijana akaona nimebakisha bili, na kona niko na bili, siko mbele yangu. Kwa hivyo akachukua kampira kengine kalikuwa kamaridadi kuliko kale kakwaza, na akatupa, lakini akatupa mbali kidogo. Kwa hivyo msichana akasema ya kwamba nitaenda nikachukue niwe na bili, lakini nina imani ya kwamba huyu kijana nitamshinda. Na hivyo ndivyo alifanya. Kijana naye kwa sababu alitupa mbali kiasi, akaweka bidii. Kumbuka ni kijana ambaye hana uso mzuri, hana umbo wa kutamanika, na akakimbia tu namna hiyo. Msichana tena akaja na akampita. Kijana alipoona ya kwamba amebakisha tu kona moja ashidwe, akachukua ule mpira ambao ulikuwa maridadi kuliko yote, akautupa, lakini aliutupa bali. Msichana alipoona akasema ya kwamba hii ni nzuri kuliko zile za kwanza, na kwa hivyo hebu niende nichukue, kisha baadaye ninaweka bidii yangu na nishinde huyu kijana. La alipokibilia, kile alikuwa amesahau ni kitu kimoja. Walikuwa wamebakisha only one corner na wakamate kaba. Kwa hivyo kijana akaweka bidii, msichana amekibilia mpira, na kwa hivyo kijana akaenda na akashika kaba. Wewe jijazie, baba yake alisikia namna gani? Msichana alisikia namna gani? Tunapokibia, wachana na shughuli zingine zote. Tunapokibia bio hii ya imani, wachana na mambo yale yako duniani, wachana na mambo yale watu wameshika duniani. Ni kwa sababu hayo yana to distract kutokana na kile ambacho tumeitiwa. Tumeitwa kufika mbinguni. Tuwe na magari tusiwe na magari, tutafika mbinguni. Tuwe na manyumba tusiwe na manyumba, tutafika mbinguni. Tule vyema tusile vyema, tutafika mbinguni. Na huko ndiko Bwana anatugojea. Paulo ametupa ushauri katika kitabu cha Philippians chapter 3 verse 12 and verse 14. Na anasema hivi: not that I have already attained or am already perfected, but I press on, naweka juhudi, naweka bidii, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do. Wapendwa, ningetaka hilo neno lizame kwako, lizame kwangu, ya kwamba but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Kile kitu ambacho kitatusaidia ni kufanya kama Paulo, ya kwamba tunayasahau maisha yetu ya kale. Kama kuna prison mbaya, Wakristo wanafungwa na shetani, ni kukumbushwa mambo ya jana. Jana ulifanya, jana ulitukana mtu, jana ulifanya. Listen, neno la Mungu Yohana akinena alisema ya kwamba wapendwa, tunapoanguka katika dhambi, tunaye mwombezi wetu. Let us come before God with repentance. Let us repent that sin and go forward. Let us press on. Let us go forward. Usinyamaze, usisimame kwa sababu shetani alikukumbusha jana. Jana iliisha na mambo yake ikaisha.
but we have our God even today ambaye anatupenda. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo ni vyema kusahau yale mambo yote ndio tulifanya, lakini Yesu alituosha msalabani. Sio sisi tunajiondolea dhambi zetu, hapana, Yesu anatuondolea dhambi zetu. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo Paulo akasema ya kwamba ninatia juhudi, ninatia bidii, ninakimbia kuelekea katika goal. Niko tu kwa laini yangu. Kimbia mpendwa, ndugu yangu, kimbia. Fuata laini yako ya mwito wako. Fuata laini yako. Bwana alikuita ufanye namna gani? Fuata hiyo laini mpaka mwisho, mahali utakutana na Kristo, ujue ya kwamba umemaliza safari. Hallelujah. Si mahali utakutana na gari, si mahali utakutana na nyumba ya ghorofa, hapana. Si mahali utakutana na mrembo kama wewe ni kijana ukitaka kuoa, umekutana na msichana sasa useme ya kwamba mimi nimefika. Hujafika. Bado hatujafika. Hata kama utakula vizuri bado haujafika. Weka bidii, ng'ang'ana, press on. Yani songa mbele. Hata kama unaona shida iko namna gani, wewe songa mbele. Jina la Bwana litukuzwe. Na point ile ambayo ninataka kuongea, unakimbia wapi kama hauna lengo? Ukitaka kurusha mishale, kuna ile mchezo ambaye vijana na wazee hapo awali walikuwa wanacheza, inaitwa ya dance. Kama haulengi mahali, wewe unatupa tu mishale yako popote ambaye itaanguka, na unasema ya kwamba mimi nilitupa 10, lakini ulikuwa ndio umetupa 10, umetupa 20, ulikuwa unalenga wapi? Kama unakimbia, goal yako iko wapi? Kuna watu wanakimbia wakiangalia wachungaji wao. Mchungaji akichoka na yeye anachoka. Kuna wale wanakimbia wakiangalia ndugu zao, dada zao katika imani. Huyu dada akianguka anasema kama fulani ameanguka, hata mimi naona hakuna haja ya kuendelea. Goal yetu si watu. Goal yetu si wachungaji. Goal yetu si mambo yale ambayo maybe tunaangalia. Goal yetu ni Kristo, na Biblia inasema ya kwamba yeye alitimua mbio nzuri akamalizia, na sasa ameketi mkononi wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Hapo ndipo alipo, nasi tunapokimbia ni yeye tunayemtazama. Haleluya. Kama Yesu alikutana na mlima, alipanda ule mlima. Kama alikutana na bahari, hakurejea nyuma, lakini alienda mbele, alisonga mbele. Biblia inasema ya kwamba kuna wakati alikanyanga maji. Mashine yote ile ambayo ingekuwa mbele yake anaziweka chini ya miguu yake. Jina la Bwana litukuzwe. Alipokutana na mlima wa Golgotha na akaona huu mlima ni mrefu sana, akamwambia Baba, kama ingewezekana niondolee hiki kikombe, but not only yani kile ambacho ninatamani, but let your will be done. Jina la Bwana litukuzwe. Unapokimbia, ukutane na jangwa, ukutane na bahari, ukutane na mambo ambayo iko na a lot of challenges, don't look at those problems. Don't look hiyo hindrances ambazo zimesimama kukuchallenge. Wacha kusikiza sauti zile zinatoka kule kando. Sikikwambia hautashinda, sikikwambia miguu yako haikali vizuri. Haja yako ni kukimbia na kumalizia safari hii, lakini kwa njia ambayo ni nzuri. Kuna watu wamekimbia lakini hawakumalizia vizuri. Sauli alikimbia akamalizia vibaya. Mungu akaregret na akasema ya kwamba nimejuta. David alikimbia licha na kwamba alikuwa anaanguka anajikwaa, lakini kwa sababu alijua mahala ambapo ameitwa, anaamka na mwambia Bwana, nishike mkono nikapata kumalizia safari yangu salama. Jina la Bwana lipewe sifa na utukufu. Na sasa ningetaka katika Hebrew chapter 12 verse 1 and verse 2, Biblia inasema ya kwamba therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and
and the sin which so easily ensnares, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus. Sikiza hapo, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Wapendwa, watu wengi sana wanakutazama. Usifujike moyo. Utasikia kelele za aina mbalimbali. Usifujike moyo. Utaitwa majina tofauti. Yesu akikimbia walimtukana, walimchapa, walimtemea mate, waliongea juu yake, walimwambia unatoa pepo kupitia Beelzebuli. Mambo haya yote, don't bother yourself. Wakati shetani yako na mambo mengi ya kuongea juu yako, nawe uwe busy kunena na Mungu wako. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni kwa sababu pale mwisho tumewekewa taji, na uzima hautapewa wazebe. Uzima wa milele hautapatiwa wale watu tu wanalala vile wanavyotaka, wale wanaenda aimlessly, yani hawajui wanakimbia namna gani, lakini wanasema tuko tu katika bio. Wapendwa, hebu tukimbie tukijua ya kwamba mwanzilishi wetu, yule tunayemwiga, ni Yesu Kristo, na alishinda na amewekwa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Wale watu ambao wanafanya vyema even in this Republic of Kenya, tunasikia wameitwa State House, wanakaa na wa president, yani wanatunzwa mahali pale, wanakula vizuri na mambo kama hayo. Nikimalizia, ningetaka kuongea juu ya mambo 8 yale yamewekewa wale watakaoshinda, kwa sababu mshindi yeyote anashangiliwa, lakini yule mtu ambaye anashindwa, mambo yake yanaishia huko katika hewa, huko mchangani, yani hakuna mahali ambapo tutakusikia. Hata kama unashindwa kukimbia kama fulani, kimbia kwa bio yako, mradi tuone ya kwamba umefuata rules and regulations, na pale mwisho unagojewa. Ni kwa sababu we are not competing with anyone, we are competing na mambo yale yamewekwa hapa duniani, na bio yetu imesetiwa ya kwamba ni kutoka hapa duniani mpaka kule mbinguni. Wewe na mimi nikishinda, wewe ukishinda, mambo yale tumewekewa. Number 1, they will eat from the tree of life. Tutakula kutoka, yani matunda ya mti wa uzima. That is number 1. Yani maana yake tunajua ya kwamba hakuna njaa tena, na pia kwa sababu ni mti wa uzima hatutakuwa na masumbufu tena. Na huyu anasema they will eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Number 2, they will not be hurt by the second death. Listen, wapendwa, watu wanakaa duniani, wengine wanaogopa, sasa nitakufa namna gani? Wapendwa, niombeeni, niko na hofu kwa sababu ya mauti. Listen, sisi hatuogopi. Biblia inasema ya kwamba watakatifu wa Bwana hatutakufa. Wale wanaoamini Kristo hawatakufa. Kile watafanya ni kulala, watalala, na Yesu akipiga tarumbeta wataamka ule usingizi. Kwa hiyo unapoona ndugu yako amelala, wacha kuhuzunika kama mtu wa dunia, ni kwa sababu ni kulala amelala, na mtu ambaye amelala anaamkaga. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo kile ambacho tunastahili kuogopa, na kile kanisa tunastahili kuogopa, ni mauti ya pili baada ya hukumu. Watu wataingia, wale wenye dhambi wataingia katika sehemu ya mateso milele na milele na milele. Hiyo ndio second death. Na huko ndiko wale watenda dhambi wataishi, na wale watakatifu wataishi pamoja na Mungu katika paradiso. Number 3, they will eat the hidden manna. Ile mikate ilikuwa inapatiwa wana wa Israeli. Hawajui nani alikuwa anapika.
Wengine wanajijasia, wanasema malaika walikuwa wanapika. Tutajua tukifika mbinguni, kwa sababu Yesu alisema ya kwamba atakayeshinda atakula hiyo mana imefichwa purposely kwa sababu ya washindi. Kwa hivyo Mungu anatuwazia mambo mema. Number 4, they will be given a white stone, written a new name for you. Jina lako limewekwa kwa trophy ambaye ni jiwe jeupe, white stone, na utapewa likiwa limeandikwa jina lako. Haleluya. Kwa hivyo wewe mwenyewe ni wewe utapigana mbio, si mwenzako akibie kwa nafasi yako, hapana. Hii ni wewe utakimbia mbio. Na namba ingine, number 5, they will be given power to rule. Unajua maybe hii usishike kwa udani sana, but maybe tukifika mbinguni, kwa sababu tunasikia kuna first heaven, second heaven, third heaven. Ya kuna watu maybe hawatafika third heaven. Kuna wengine watafika second heaven, watakaa mahali pale. Kuna wale maybe watafika first heaven, watakaa mahali pale. Maybe kuna wale watakuwa raia wa kawaida, lakini kuna wale watakuwa watawala pamoja na Kristo. Yani mahali Kristo anaenda, yani wanaenda mahali pale, yani wamevalishwa taji zao za kifalme, wanatembea mahali pale, wamezingirwa, wamepewa malaika wa kutembea mbele zao, kunyuma yao na kando zao. Ni kwa sababu hawa wamefananishwa na wafalme, ni kwa sababu ya kile walifanya wakati walikuwa duniani. Kwa hivyo tukishinda, wale watakaoshinda, they will be given power to rule. Power, ukikuta askari hata kama hana nyama, hata kama ni wa kilo 25 na wewe uko na kilo 150, na akiinua mkono aseme usimame, hata kama uko na gari gani, hata kama uko na V8, you must obey. Lazima utii mamlaka, ni kwa sababu amepewa crown ambaye iko na power and authority, na kile amesema utafanya. It doesn't matter. Hauwezi kumwambia wewe ni nani mbele yangu, hata hauna nyama, hata uwezi. Yani hayo mambo yote hayatasimama, lakini tutapatiwa power and young to rule. Number 6, they will be clothed in white garment. Mtawala yeyote, mtu ambaye ameshindwa, hata kana matabara ile ya kwanza, anavalishwa mavazi mazuri, ni kwa sababu ya ushindi. Wapendwa, number 7, there will be the pillars in the temple of God. When we talk about the temple, tukifika mbinguni, watu wote tutakaa katika hekalu. Hiyo hekalu, just imagine Mungu anageuka hivi na anaona you are the pillar. Wewe ndiye unafanya hiyo hekalu isimame. Jina la Bwana lipewe sifa. Natamani mambo haya nikisha maliza bio yangu. Number 8, they will be granted to sit with Jesus in his throne. Wapendwa, si watu wote kwa sababu ya kuokoka watakaa karibu na kiti cha Yesu. Hapana, ni wale wateule tu waliong'ang'ana na kupigana vita vizuri, wamekimbia vizuri. Hawa pekee watakaa pamoja na Kristo katika kiti chake cha utawala. Na kwa hivyo, kuanzia siku ya leo, hata kama ulikuwa unashindwa, kimbia ukiwa na nia ya kumalizia vyema. Ni kwa sababu utashangiliwa kule mbinguni. Iko mkimbiaji mmoja, mkimbizi, ni mkimbiaji mmoja, sijui ni wa nchi ya Tanzania, yani walikuwa wanakimbia mahali fulani, na akiwa katika harakati za kukimbia akateguka mguu wake, na watu wengine wote wakampita, wakaenda, watu wameshangilia, lakini alipoambiwa ajiondoe alikataa. Usiondoke katika bio hii ya imani ya kwenda mbinguni. It doesn't matter what happened to you. Sasa akashika ule mguu wake, anaenda yani
akichuchumia, anaenda tu polepole, na watu wakashangilia. Wale wamekuja number 1, wale wamekuja number 2, number 3, hata yule alionekana ni wa mwisho akashangiliwa, na watu wakati walikuwa tu wanaendelea kushangilia. Kule bali sana, after 2 hours, kule bali sana kukaonekana kuna mtu ambaye anakuja na yani anarimu. Lakini watu wakaanza tena kushangilia. Akakuja tu, anakaribia, alipokuja mahali kaba ilikuwa na akaishika. Kuna swali aliulizwa. Akaulizwa, kwa nini umeng'ang'ana? Umejeruhiwa, lakini kwa nini unang'ang'ana? Si ungetoka tu na watu wanaelewa. Akasema, hapana, nikitoka nchi yangu nilikuja si nishide, lakini nimalizie safari. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa hivyo yule alituzwa na watu, alifurahiwa na watu kuliko yule aliyekuwa na bawani kufika. Ni kwa sababu huyu ni mtu ambaye ni focused. Huyu ni mtu ambaye anaelewa nilitoka kwetu nifanye namna gani. Uliamini Kristo ufanye namna gani. Usiseme ya kwamba watu wataelewa vile nimekutana na majaribu. Hakuna. Ng'ang'ana, press on, na ufike mahali ambapo Kristo amekuita. Na tuombe. Jehova Mungu wetu, kwa jina la Yesu, tusaidie tukapate kumalizia safari yetu ya imani salama, tukakimbie bio ya imani kwa njia ambayo inaofaa. Tusije tukakuhaibisha, tusihaibishe msalaba wako Yesu, tusikuhaibishe wewe Baba yetu. Tusaidie, tuongeze nguvu day after day, na ili tuwe washindi katika imani kwa Yesu Kristo, naomba na kuamini. Asante sana wasikilizaji wangu. Bwana awabariki na Bwana awalinde katika wiki hii yote. Neema na baraka za Mungu siwe juu yenu. Amina. Fix my hope upon you, Jesus. You're the author and finisher of my faith. I will trust in you all the days of my life, and I'm gonna reach to my home.